بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni usiku wa tarehe 8 mwezi wa Shawwal mwaka 1440, katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi lil-Allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia masail yanayofungamana na zakatu al-huli, na leo biidhnillah ta'ala tutabakisha kile kilichobakia katika ahkam zinazofungamana na dhahabu na fidda. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. حكم تمويه أي للدهان، كإنجليزي وسمى plate, gold plated, kile ambacho kimepakwa dhahabu juu yake. Hukumu ya kupaka kuta na sehemu nyinginezo kwa dhahabu yenyewe na fedha. Mtu kwa mfano akayeyusha dhahabu akapaka gari lake, kwa mfano gari lake likawa ni gold plated, kipita dhahabu ya ng'ara, ama saa yake aliyoivaa mkononi akaipaka dhahabu na fedha pia, na kuchukulia vyombo vya dhahabu na fedha, katengeza kijiko cha dhahabu ama akatengeza kikombe cha dhahabu ama sinia ya dhahabu wa hakadha. Hukumu yake, qala yahrumu an yumawwaha saqfun aw ha'itun bidhahabin aw fidda, ni haramu kupaka sakafu au ukuta kwa dhahabu au fidda. au yumawwaha shay'un min as-sayyarati, yahrumu an yumawwaha saqfun aw ha'itun bidhahabin aw fidda, au yumawwaha shay'un min as-sayyarati aw mafatihiha bihima, au gari au funguo za gari, mtu akapaka dhahabu katika gari au fedha, au akapaka katika funguo zake za gari dhahabu au fedha. kullu dhalika haramun ala almuslim, yote haya ni haramu kwa muislamu. wa yahrumu tamwihu qalamin au dawatin bidhahabin au fedha, au mtu kalamu yake anaoandikia ikapakwa dhahabu ama fedha, au kile kichombo anachokitumia katika kutia wino wake akakifanya cha dhahabu ama fedha, yote haya yaingia katika hukumu ya uharamu. Limadha? lianna dhalika sarafun wa khuyala, kwa sababu ni israf, ni kufanya israf, na kadhalika ni katika kibri. na hapa ulama wana istithna, wasema illa idha kana yasiran tabi'an li ghairihi, isipokuwa ikiwa ni chache. Kwa mfano ana saa yake tuseme si ya dhahabu wala si ya fedha, lakini ikawa kuna vito vile vya kuonyesha ule wakati ni vya fedha, na hii ni kwa mwanamume, hii ni tabi'an, ni kidogo, la bas. Dhahabu haijuzu mutlaqan kwa nani? Kwa mwanamume kutumia, isipokuwa kwa dharura, kama tulivyotaja kule nyuma. Tuzungumzia fedha kwa mfano. Au ikatokea kwa mfano kitu kimevunjika na hakiunganiki isipokuwa kwa kutumia fedha,
ikaunganishwa kile sehemu iliyovunjika au iliyofanya ufa kwa kutumia fedha, katika hali kama hii ni tofauti hukumu yake, sababu aslan kile chombo si cha fedha. tuelewana nafikiri. طيب قال ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة وهذا على الرجال والنساء مطلقا بإجماع العلماء. haijuzu kutengeza vyombo vya dhahabu na fedha, katengeza ya dhahabu ama ya fedha, au akatengeza sahani ya dhahabu ama ya fedha, na hii iwe ni mwanamume au mwanamke, haijuzu hata ikiwa ni ya mapambo. Kwa mfano mtu akatengeza kikombe cha dhahabu hakitumii, lakini amekiweka tu hivi, hiyo pia ingia katika nini? Uharamu. Au tamwihul awani bidhalika, au kupaka vyombo kwa dhahabu ama fedha, ikawa glasi yako unayotumia ni gold plated, yang'ara hivi, si ya dhahabu lakini imepakwa dhahabu juu yake ama fedha, yote ingia katika nini? Uharamu. قال صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم اسمع الذي يشرب في آنية الذهب والفضة yule anayekunywa katika chombo cha dhahabu au fedha, inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam. yujarjiru hapa yakusudiwa sautu alma wa huwa yanzilu fi jawfi al-insan. yujarjiru ni ile sauti ya maji yanaposhuka katika tumbo la mwanadamu. Kwa yule anayekunywa katika vyombo vya dhahabu na fedha, ni kana kwamba amimina ndani ya tumbo lake moto wa jahannam, bimaana siku ya kiyama ataadhibiwa namna hiyo, kama katika aya inayosema innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulma inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Na pale haikusudiwa wakati anapokula wala chakula, na huyu anayekunywa ana maji, lakini ndiyo hivyo hivyo atakavyoadhibiwa kesho akhira, waliyadhu billah, ndani ya moto wa jahannam atakuwa akinyweshwa maji ya motoni kwa namna ile. sallallahu alaihi wasallam. قال كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال, kama vile makamio huwa ni makali zaidi kwa yule anayevaa pete ya dhahabu katika wanaume. ولكن مع الأسف نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم. akusikitisha tuona baadhi ya waislamu wakivaa pete za dhahabu katika mikono yao, ghaira mubarina bilwa'id, bila ya kujali makamio makali yaliyokuja katika kitendo kama hiki, au yajhalunahu, au wengine hawajui kamwe. falwajibu ala haulai at-taubatu ila Allah min al-huliy bil-dhahab au min at-tahalli bil-dhahab, ni wajib juu ya hawa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kujipamba kwa kutumia dhahabu. waliktifau bima abaha Allah min khatam al-fidda, na kutosheleka na kile ambacho Allah amewahalalishia wanaume, nao ni kuvaa pete ya fedha. Silva haikukatazwa, waweza kuvaa pete ya silva. Kwa hivyo tosheka na kile ambacho Allah amekuhalalishia. ففي الحلال غنية عن الحرام, katika halali kuna kutosheleza kutokamana na haramu. ومن يتق الله يجعل له مخرجا, Allah subhanahu wa ta'ala sema, na anayemcha Allah humtengenezea njia ya kutoka. ويرزقه من حيث لا يحتسب, na humruzuku kwa namna asiyotazamia wala kufikiria. ومن يتوكل على الله فهو حسبه, na yule anayemtegemea Allah basi Allah atamtosha subhanahu wa ta'ala. inna Allah balighu amri, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anatimiza amri yake. qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra, Allah kajalia
kila kitu na kipimo chake. نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه آمين. hapa kuna masala ya mtu kuvaa saa ambayo ni ya rangi ya dhahabu. Mwanamume kuvaa saa ambayo ni ya rangi ya dhahabu, si gold plated, bimaana si dhahabu, ni rangi tu ambayo ni ya dhahabu. Wanawavyuoni wajuzisha mtu kuvaa saa ambayo ina rangi ya dhahabu maadamu kile kilichoko pale sio nini, sio dhahabu, isipokuwa wasema ni aula zaidi kujiepusha. Kwa nini? Isije mtu akamdhania vibaya, isije mtu asiyemjua au asiyejua kuwa ile si dhahabu akamdhania vibaya kuwa pengine labda saa yake imepakwa dhahabu. Lakini kuwa yajuzu, jaiz, yajuzu kwa yeye kuvaa, yani akivaa saa ambayo imepakwa rangi ya dhahabu, la basi yaweza kuvaa, ingawa aula zaidi ajiepushe. Wallahu a'lam. Wakati bado uko, songe mbele. باب في زكاة عروض التجارة. na hii maudhu ndio yawagusa wengi katika watu leo, lakini la kusikitisha, pamoja na kuwa maudhu hii yawagusa wengi kati yetu sisi leo, sio sote ambao tunajishughulisha katika kujua hili jambo. Zaka ya biashara au ya vitu vya biashara, hili ni jambo ambalo lawagusa kila wanaofanya biashara. قال الشيخ الفوزان akieleza urudhu tijara ni kitu gani, asema al-urudhu jam'u 'ardin biiskani ra. Urudh ni kwa wingi, kwa umoja ni 'ardh, kwa sukun ya ra, 'ardh. wa huwa ma u'idda li bay'in wa shira'in li ajli ar-ribhi, ni kile kilichoandaliwa kwa ajili ya biashara, kununua na kuuza kwa ajili ya kupata faida. wa huwa ma uidda, kwa hivyo hapa ingia ayi shay'in uidda lilbay', chochote ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya biashara. Yawezekana kuwa ardhi, yawezekana kuwa gari, yawezekana kuwa nyumba, yawezekana kuwa nguo, yawezekana kuwa wanyama na vinginevyo katika vitu ambavyo viko katika biashara. Ma uidda lilbay', maadamu vimeandaliwa kwa ajili ya biashara, kuuza na kununua kwa ajili ya mtu kupata faida, basi huitwa urudh at-tijara. summiya bidhalika li'annahu yu'radu liyuba'a wa yushtara, imeitwa urudh at-tijara kwa sababu huwekwa ili watu waone, wauze na kununua. au li'annahu yu'radu thumma yazul, ni bimaana huwekwa mbele za watu kisha ikinunuliwa fanya nini, uondoka, ndio kaitwa urudh at-tijara. tumeelewa maana ya urudh, twende mbele. qala wad-dalilu ala wujubi az-zakati fi urudh at-tijara, dalili ya uwajibu wa zaka katika bidhaa za biashara, قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, chukua katika mali zao amwali. Hapa zimetajwa mali kwa ujumla, sadaqa bimaana zaka, ili uwatahirishe ile mali yao. Hiyo ni sababu ya wao kutahirika na kutakasika kwa ile zaka wanayotoa. wa qawluhu ta'ala walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. walladhina fi amwalihim, sikatajwa nini hapa? Mali zao. Sheikh Al-Fawzan asema wa urudhu at-tijara hiya aghlabu al-amwal, bidhaa za biashara ndio aghlab katika mali ya mtu,
yani nyingi katika mali yake ni ile biashara yake. فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. kwa hivyo urudhu at-tijara ni aula zaidi kuingia hapa. khudh min amwalihim, itakuwa mali ya kwanza kabisa kuingia nini? Urudhu at-tijara, sababu mtu yaishi kwa biashara yake. وروى أبو داود عن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. والحديث هذا تكلم فيه. يا حديث مزungumzwa katika sanadi yake kuna dhaifu, lakini wanaovioni wana athar kutoka masahaba kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, alikuwa akichukua zaka katika urudhu at-tijara. kadhalika ibn Umar radhiyallahu anhuma kadhalika akatoa fatwa katika zaka ya urudhu at-tijara ibn Abbas radhiyallahu anhuma na wengineo katika masahaba. kwa hivyo hizi aqwal za masahaba ambazo zimethubutu zatilia nguvu jambo hili. waliannaha amwalun namiya, na pia kwa sababu mali za biashara ni mali ambazo zakuwa, maana mtu akiuza akinunua zakuwa. fawajabat fiha zaka, ikawa ni wajib kuzitolea zaka. kabahimatil an'ami saima, kama vile wanyama hoa wale wanaokula katika mimea ambao ni ya bure nje. وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. ابن المنذر أمتاج إجماع katika swala hili, lakini iko khilaf. الظاهرية خالفوا في هذا. مذهب الظاهرية wamekwenda kuwa hakuna zaka katika urudh at-tijara, lakini kauli ya wengi katika wanawavyuoni bimaana imechukuliwa kama hii mukhalafa ni shadha, ni kama mukhalafa shadha takriban. wamenukuu ijmaa katika zaka ya urudh at-tijara. kwa hivyo kuna wanawavyuoni kadhaa wamenukuu ijmaa ya ulama katika zaka kwenye vitu vya biashara au bidhaa za biashara, maadamu za kusudiwa nini? Biashara. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سمع: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ. sikia maneno, maimamu wanne na waliobakia katika umma, illa man shadha, hawa ndio waliokhalifu wale wote. muttafiquna ala wujubiha ay zaka fi urudh at-tijara, wote wameafikiana katika uwajibu wa urudh at-tijara, katika bidhaa za biashara kuwa ni wajibu kutoa zaka. sawaan kana at-tajiru muqiman au musafiran, sawa sawa awe yule mfanyi biashara ni muqim bimaana si msafiri, au awe ni msafiri. وسواء كان متربصا. من هو المتربص؟ قال: وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر. المتربص ni yule anayetizama soko. Kwa mfano, mbuzi zimeshuka kwa ajili ya ukame, yendo yuenda yuzinunua hizo, anunua kwa 1,100 kwa mfano. Ngapi zako? 30. Badala ya kufa mimi nitakupa 30, lete. Yuabeba yeye, ana njia, yajua atawalisha vipi. Kwa hivyo enda akiwalisha yeye, asubiri mvua zikija, anza kuzidisha zile mbuzi zake, kisha aziuza, auza mbuzi zake. Yani bimaana anunua wakati wa rahisi, auza wakati ambapo atapata nini? Atapata bei iko juu. Kwa huyu pia aingia kwa ile ni urudh at-tijara. Kwa huyo ndio mutarabbis. Ama ardhi zimepungua bei, aongoja wakati wa uchaguzi ili watu wakimbia katika nchi,
unajua hizi yani nchi za kutumia sheria kama hizi au kanuni za kama hizi za kikafiri, yani bora abaki yule rais ndio abakie milele, afle mbali aishi aje mwingine, maana huwa mbalaa kweli. Ikifika wakati wa kura ile kila mtu ana wasiwasi, wengine hugura nchi, wengine kwambia safari hii ukaona ameweka stoki kama atatumia kama mwezi mzima hivi ya chakula, ashajiwekea kabisa. Almuhim, wakati ule mara tu waona ardhi zimeshuka bei, nyumba zimeshuka bei, kuna jamaa amekaa pale, yeye hana wasiwasi, anunua tu hii, anunua ile, sema uchaguzi ukiisha huu mambo yatatulia, baada ya mwaka miaka miwili nitaziuza hizi kwa bei ya juu. Kwa hivyo huyu ni mutarabbis, ni mfanyi biashara, anunua wakati wa rukhs, inakuwa rahisi, auza wakati zinafanya nini, zinapopanda. Huyu pia kile alicholinunua kwa nia hiyo kitahesabika ni katika urud at-tijara, kwa hivyo atakitolea zaka kile ikipita mwaka. Qala au mudiran katujari alladhina fil hawanit, wafanyi biashara ambao katika maduka, yuko pale pale kwenye duka lake auza kinunua. Sawaan kanat at-tijaratu bazzan min jadidin au labisin, iwe sawa biashara yake ni katika nguo mpya au zilizotumika za mtumba, au taaman min qutin au fakihatin, au auza chakula kinacholiwa, mitele na nyinginezo, au fakiha, au za matunda, au udmin nini, aljulud, ngozi, au ghairi dhalika, au chochote kingine cha biashara, au kanat aniyatan, au auza vyombo vinavyotumika nyumbani, kalfakhari wa nahwiha, vyombo vile vinavyotengezwa na udongo ule mgumu ule mwekundu na vinginevyo, au hayawanan min raqiqin au khailin au bighalin au hamirin au ghanamin mu'lafatin au ghairi dhalika, au iwe ni mnyama, yani bimaana punda, farasi, nyumbu na mbuzi, ng'ombe, ngamia, afanye biashara katika wanyama. Fikiri mwajua wale watu wananunua mbuzi akiuza, ama wanunua ng'ombe akiuza, hata ikiwa yeye ndiye anayewalisha. Kwa mfano, wako watu kama nilivyotaja ule mfano, ng'ombe zafa kwa kiu, mji fulani kuna ukame, enda kule azibeba ng'ombe kama 1000 hivi, azibeba yeye, waishi sehemu ambayo ina maji, azigurisha, apeleka katika shamba lake au na ranchi yake, yuwaweka pale, yuwawapa chakula, maji, wanona vizuri. Kisha wakishanona, ukija akupigia bei kama mara 5 hizi, manake amerudi vizuri kabisa, amtibu vizuri na nini. Sasa hapa ikiwa itaangaliwa zaka ya wanyama, huyu hana nini, hana zaka, kwa sababu si katika saima, si wanyama wanaokula nje, yeye walisha mwenyewe. Lakini kwa kuwa amewaweka kwa ajili ya biashara, sasa itamlazimu kutoa nini, zaka. Lakini sasa zaka haitolewi kama zaka ya mnyama, yatolewa kuwa ni zaka ya bidhaa ya biashara. Kwa hivyo zaka itatolewa kwenye qima, si yule mnyama anayetolewa. Itaangaliwa ng'ombe zako 1000 hizo ulizozinunua wakati ukame, ukazinenepesha vizuri na nini, bei yake ni ngapi? Hizi zote zenda kwa milioni kadhaa, utatoa 2.5% katika kile qima kinachopatikana pale, ikiwa watapigwa qima yao wale wanyama. Tumeelewana sasa? Tayeb. Kwa hivyo hapa haiangaliwi kuwa wewe walisha mwenyewe, hapa yaangaliwa kuwa ni bidhaa ya biashara. قال فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة, mali nyingi ya watu wa miji ni biashara zao. Kama anna alhayawanat almashiya hiya aghlabu alamwal adh-dhahira, kama vile wanyama mtu anaowafuga ndio aghlabu ya mali zinazoonekana,
biashara ni mali ambazo ziko na wenyewe, wajua wenyewe kile walichonacho. Lakini wanyama waonekana ana mbuzi 40 afatwe mbuzi mmoja zaka mfano, lakini biashara ajua mwenyewe ana pesa ngapi na bidhaa zake kima yake ni ngapi. Intaha kalamu Sheikh rahimahullahu ta'ala. Na hapo ndio mwisho wa maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo mpaka hapa tumetoka kuwa urudhu tijara ni kitu gani, kisha tukasoma dalili za uwajibu wa kutoa zaka katika urudhu tijara, kisha tukataja na kusoma maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala katika kuzungumzia zaka ya urudh at-tijara. Masharti ya urudh at-tijara tuyasome ama wasemaji? Naam, soma masharti kesho. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى masharti ya urudh at-tijara tutakuja kuyazungumzia kesho باذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.